Barabara wapendwa watazamaji na wasikilizaji wetu popote pale ambako mnaendelea kutufuata kwa wakati huu. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi kote mliko. Watazamaji na wasikilizaji, tunakaribisha mara tena kwa moyo mkunjufu kufuata habari zetu kwa siku hii ya leo, na habari hizi tutaanza na habari za huko Walikale ambako ndege za kivita za jeshi la taifa FARDC zimeshambulia vikali baadhi ya ngome za waasi wa M23 ya tarehe 23 Oktoba 2025 tarafani Walikale, jimboni Kivu Kaskazini, na ambako waasi wengi wa M23 wameripotiwa kufariki na wengine kujeruhiwa vikali. Katika mazungumzo na mmoja kati ya mwenyekiti wa shirika la raia hapa Walikale, wameonyesha kuwa droni za kivita zimeshuhudiwa mara tena katika maeneo hayo ya tarafa la Walikale, likiweza kufanya kazi nzuri kushambulia waasi wa M23 kwenye kambi zao, na hivyo ilipelekea hasara kubwa kwa waasi wa M23. Kiongozi huyo wa shirika la raia ametaja kuwa si mara ya kwanza droni za kivita za jeshi la FARDC zikiwa zinashambulia ngome za waasi wa M23 katika tarafa la Walikale, jimboni Kivu Kaskazini. Kiongozi huyo wa shirika la raia ameeleza yafuatayo kutoka maeneo hayo. Ndege za drone zilishika position za waasi ya M23 pale Kibati na Kasebere. Kabisa waasi walifariki kiasi ya kutosha, na kwa sasa wa soda M23 walirudia nyuma na maiti nyingi kabisa, kiasi ambao ilionekana ni 45. Na kwa sasa wa soda ya RAT ambao walimaliza formation wako wanasonga na wa soda wa BDP ambao wameongozwa MBC November inaongozwa naye General Musa Chimirai kidogo. Lakini ndani ya territoire hapa kushepulie kimya kwanza, hakuna tatizo isipokuwa ndiye inayoelekea Walikale Goma ndio hapa hiyo ifanyika ya mabombardement. Hapo kulini de front drone ziko zinapiga chini, familia wajatembea bado, lakini ni majeshi ya RAD ndio wanafuatilia, lakini ambapo ndege zilizopiga kabisa FARDC kukua hapo, lakini kwa sababu wanakuwa katika hali ya kutayarisha kwa kusonga mbele katika eneo ambalo drone ziko zinapiga, sababu vilima vilikuwa virefu ambao ilikuwa ruhusu kabisa FARDC kufika kulingana na masema ambazo waasi wa M23 walikuwa kanda katika sasa. Tumaini ya kwamba logistic kwa serikali wa wazalendo na FARDC wanaungana mkono, na kwa sababu vilima ndio ilikuwa na wazalendo tatizo, lakini kwa sasa sababu katika milima yale waasi wamepigwa, tunatumaini ya kwamba jeshi letu la taifa wakiungwa mkono na wazalendo watasonga mbele na hawatarudi nyuma, sababu hata kwa sasa wengi kabisa waasi wanakuwa katika hali ya kujiripoti kwa mikono ya jeshi la taifa, na hii inaonyesha ya kwamba nguvu zao zimepunguka. Raia katika eneo ya vita wanaishi katika nguvu sana, ambapo wakihitaji msaada kila leo ya chakula, maji, dawa, sababu kabisa kuyafikiria na kwa tatizo sana. Kwa hiyo kama vile shirika la raia ni sekond ndani ya territoire nyema, surtout gouvernement congolais na maoni sio kufanya kuwajia wandugu wa msaada kabisa, sababu hali wanaoishi ni hali ngumu zaidi. Ni njia inayoelekea barabara inayoelekea Walikale Goma, zaidi hapo Kibati na Kasebere kwa upande ya tarafa ya Walikale. Tuangazie na huko Uvira, ni kwamba jimbo la 33 la kijeshi jimboni Kivu ya Kusini pa Uvira, pamoja na operation ya kivita Sokola ya pili kusini mwa jimbo hili la Kivu ya Kusini, limepokea viongozi wapya ambako shughuli za magabiziano ambako zimefanyika siku ya 4 ya tarehe 23 Oktoba 2025 pa Uvira. Kwake notable Andre Biadunia Mashaka ametaja kupongeza kamanda mpya wa jimbo la 33 la kijeshi Jean-Jacques, huku upande mwingine akionyesha kuona giza upande wa kamanda mpya wa operation Sokola ya pili. Andre Biadunia Mashaka anaeleza yafuatayo. Tunafurahi tumepata leo commandement mpya ku region militaire, parce que kisha kufa ya commandant wa 33e region Bwana Mwepu Peasonam karibuni mwezi na nusu au mambo ingine. Leo tumefurahi wameleta General de Brigade Jean-Jacques kuya kumremplacer na kuona kama ataweza kutusaidia kurekipere maeneo, parce que vraiment ndo objectif kabambi tuko nayo mkichwa yetu sasa hivi. Mambo ya masesele FSC yetuhusu. Lakini hata niseme kwamba surprise kubwa kwa population ya Sud Kivu
na notabilite yetu na diaspora ni kuona ya kwamba Kinshasa haijaelewa kwamba tuko kwenye vita. Na surprise ingine kubwa ni kuona kwamba Kinshasa inaweza kujipermettre namna gani kutuletea les mêmes figures zenye tulikuwa tunakatalaka depuis zamani. Baki kutena kutudirige mu armée. Niko na jipose question, est-ce que Kinshasa bana yo ketoko mu vita? Est-ce que Kinshasa na yo réellement ke Uvira, Fizi, Mwenga kama ziakamatiwa ni parce que bazalendo bali résister na quelques éléments FARDC ni bangali kumustari? Comment on peut se permettre aujourd'hui maison militaire à chef de l'État, état-major général, ministère de la Défense, mukamate un général, un ancien du RCD, alors que RCD ya jana ya 1998 mpaka 2001 njo bale ba M23 baleo ndo banyarugabo na bengine benye balitumika benye tunayua. Mutu tumie mutu akiye kuremplacer un muzalendo sawa commandant général Lumbu ku secteur opérationnel scolaire de Sud Kivu, mutulete mutu mwenye alitumika na RCD. Alors que RCD ndo iko Kamanyola ndiko Katogota. Ule mtu mwalikuwa napigana na Bayakutumba ba Makanaki na Barene na bengine ba mai yote bakashumba ba Kihai na bengine ndo mnatuma tena kie kupigana apige bandugu yake bebio Kamanyola. Atabapiga au atafanya nini? Mina niletea boga. Huyo anataja kushangazwa kuona mpaka sasa kamanda Olivier Gasita yupo kwenye wazifa wake hapa jimboni Kivu Kusini, licha ya kwamba anapatikana huko mjini Kindo. Andre Biadunia Mashaka amerejea mara tena. Kumeme nomination hapa mutoi Gasita comme commandant région adjoint wa opération, bana muachia pale bana mwambia sikale Uvira ujikali yako Kindo. Donc Gasita Rabakia nommé comme 33e région militaire adjoint chargé des opérations, mwenye najua silaha zote parce que yendo chargé na renseignement et opération. Hakuna ki komanda wake anaweza kufanya bila kumwassocier. Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Nini ko Kinshasa? Est-ce que ba député yetu na bako? Est-ce qu'ils sont là? Naka wako pale tout ce temps, ima wakati yote batu wanalalamika banafanya magomo ya des semaines wako kumanyumba Gasita atoke. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement kwenda kumwona president kumwambia non batu wanakatala usirudishe huyu mtu atoke tia mtu mwingine? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au balifunga tu macho wa hiyo yenye bako yemo. Qu'est-ce qui se passe? Nitaka tu kuinformer population ya Uvira na ya Fizi, Baraka, Uvira territoire, Mwenga, Shabunda kwenye tungali na pumulia kidogo na serikali même si ni mbovu. Tukwe makini, tuwe macho, tufungule kila kiungo kitu kia mwili kitumiki. Kama ni masikio, kama ni macho, kama ni akili, mwenye anajua kama yake ilikuwa inaanza ziba, aifungule tuanze kusurveiller mouvement za haba watu parce que tunaingia mdanger. Tuko tunaenda mdanger kama hamko mnaiona. Kinshasa haiko na sisi. Mbako wanatudanganya. Sont en train de faire semblant. Kinshasa haiko na sisi. Wamepelekwa mjini Uvira waasi wawili wa M23 waliojisalimisha kwenye kambi ya wazalendo wa FABB wake kamanda Ngomazito Parugezi tarafani Fizi, na ambako mateka hao wamesema ukosefu wa chakula na dawa ni sababu kubwa ya wao kujisalimisha na kutumikia chini ya bendera ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza nasi Bwana Stratege na Mubamba, msemaji wa kundi la FABB, ameanza kwanza kuonesha namna harakati ya waasi hao kujisalimisha ilivyokuwa. Waasi wawili wa M23 waliweza kujiripoti kwenye kikosi cha FABB hapo kwenye wilaya ya Rubezi, usultani wa Basisi, tarafa la Fizi, tukiwa jimboni Kivu ya Kusini. Mateka hao wanadai kwamba walitoka tarafani Ruchuru, wote wawili. Moja ana umri wa miaka 35 na mwingine ana umri wa miaka 40. Walitokea Ruchuru wakadanganywa kwamba wanakuja jimboni Kivu ya Kusini kuendesha shughuli za kuuzisha maziwa na pia kuchunga ngombe. Lakini kwa ghafla watushwa walipowasili ni maeneo ya Kageregere, wakashtushwa wanapewa silaha, wakielezwa kwa silaha ndio itawasaidia kisha kwenye maeneo ya Minembo, mahali ambapo wataendesha shughuli zao za ufugaji na pia uchuuzi wa maziwa. Ndio sasa hawa wanadai kwamba waliweza
kujitoa kwenye kikundi cha M23 kwa sababu wanasumbuka sana huko kwenye maeneo ya Rugezi. Wanakosa chakula, wanakosa dawa, wanakosa chumvi, wanakosa vitu vingi ambavyo vinaweza vikawasaidia kwa kuishi, kwa sababu hali kwa sasa ya watu kwenye maeneo ya Rugezi mbaya kwa sababu ya ukosefu wa chakula, ndipo angalau waweze kunusuru maisha yao. Baada ya kuwashika, labda upande wa FABB mlijikomporte namna gani? FABB ni kundi ambalo linaheshimu haki za binadamu. Wakati waliweza kushikwa, kisha kupewa chakula, wakapewa mavazi, wakapewa madawa, kwa sababu miongoni mwao walikuwa wagonjwa, na ikabidi wawapeleke kwenye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndipo tuweza kuwaripoti kwenye jimbo la 33 la jeshi la FARDC hapo Uvira, ndipo waliweza kupokelewa na kwa sasa wanapatikana chini ya ulinzi wa jeshi la taifa kutoka jimbo la kijeshi la 33 la FARDC. Mwishowe Bwana Stratege Namubamba ameongeza kuwa miongoni mwa wasi wengi wanaoshikwa mateka na wale wenye kuja kujisalimisha katika maeneo hayo ya nyanja za juu ya tarafa la Fizi ni vijana, na wanakuwa wanadanganywa kwa kuja kuchunga ng'ombe au kuweza kufanya biashara katika maeneo hayo ya nyanja za juu. Stratege Namubamba amerejea mara tena. Wote wawili walikuwa na silaha mbili na pia na risasi zilikuwa ndani, na pia walikuwa na buruneti mbili. Walio wengi miongoni mwa ambao wanatumikishwa ni vijana wadogo ambao waliweza kushikwa, wengi wao kwenye mashule za huko jimboni Kivu ya Kaskazini ta Rwanda, na wakaja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa malengo wa moja wao kuendesha shughuli za biashara, kuendesha shughuli za kufuga ng'ombe. Lakini walipofika huku wakatiwa silaha ili kwamba waweze kuchangia kuweza kurudisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa wanachoka kwa sababu hali inayoishi ni mbaya, wanachoka na mateso ambayo wanayatia, ndio wanaamua kutoa. Unakuta kwamba hawana malengo, wanapigana tu kwa sababu ya maslahi ya nchi ya Rwanda ambayo inataka kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku ya leo. Mpendwa mtazamaji, na kusihi mara tena usikosi kulike, kucomment na kushare kwa wengine ili uendelee kupata habari zetu kwa wakati unaofaa. Tukutanane baadaye panapo majaliwa. Thank you.